Yaani wewe tatu hizi, nani alianza kusema nchi ni maskini? Kwani nchi maskini inafananaje? Uchumi wa Burundi, total economy ya Burundi yote ni makusanyo ya jiji la Dar es Salaam. Are we the same? No. Ukisoma mapato yale ambayo yanataja pale bungeni, mapato ya Wizara ya Maliasili, mapato ya Wizara ya Madini kule kwa Mavundi, hilo ndio pato la nchi fulani bara la Afrika. Yale makusanyo yataelea mwisho wa mwaka. Kwamba mwaka huu tena kusanya trilioni 24. Ni nchi ngapi bara la Afrika kusanya trilioni 24? Burundi anakusanya hizo? No. Komoro anakusanya? Hapana. Sasa kwa sisi tuko sawa na Komoro? Hapana, hatuko sawa. Nani alitukalisha kwamba taja mikoa ambayo ni jangwa? Dodoma ni jangwa. Kwa nani? Nani alikuwa? Nani aliadhani mtu wa kwanza ndio kwambia wewe alibu elimu tutalibu watu. Taja mikoa ambayo ni jangwa Tanzania. Dodoma, Singida. Lakini kwa tumesoma elimu kwa shule unajua. Shule. Sasa sema elimu tu, elimu inakuwa elimu. Shuleni tukaambiwa tunatoka kwa nyani. Na watu wakuuliza mbona babu yetu ana miaka 90 hajawahi kuwa nyani? Au mbona nyani wa sasa hivi? Mbona nyani wa sasa hivi? Hawabali kuwa watu. Elimu. Yaani wewe tatu hizi, nani alianza kusema nchi ni maskini? Mimi nimechukua mbegu ya viazi hapo nimeenda kupanda Musoma. Mbona nimepanda? Pale shambani kwangu. Nimepanda viazi, nimepanda vitunguu. Nimevuna. Sasa unajua sisi Tanzania nadhani kwa sababu nchi ni kubwa. Kwa hiyo tumejipa zoni za kishwani kwetu tu ambazo hazina uhalisia. Yaani kwamba kwa mfano Njombe ingekuwa ni nchi, ni zao gani wasingepata? Wangepata kila kitu. Lakini umekariri kwamba Njombe ni wakulima wa chai, ni wakulima wa parachichi, ni wakulima wa hiki. No, sio kweli. Kwani watu wanafugaje ng'ombe wa maziwa Dubai? Na wao sema kwamba ng'ombe hawezi kuperform Dodoma. Sasa ni kama ninyi hivi mlivyo TAHA. Kwamba TAHA sasa imefungua ofisi yake Komoro. Kama unavyoona zile taasisi ambazo zinakuja huko Tanzania. Kwa kama hivi TAHA iko Komoro, TAHA iko Burundi, TAHA iko Rwanda. Ni mtazamo tu. Kwa sema TAHA iko Arusha. Ina maana kwamba watu wa Ludewa wanakulaga nyanya kutoka Arusha. Wanalima nyanya. Makete wanakulaga nyanya kutoka Arusha. Wanalima nyanya. So you can have TAHA can behave everywhere. Unaweza kuwa na liaison office kwenye mikoa. Ukawabadilishia majukumu. Kwa na majukumu ya head office na majukumu ya satellite office. Leo TAHA imekuja kwa sababu ya parachichi. Si ndio? Kwa hiyo inaangalia kesho zao lingine. Kwa hiyo mwisho wa siku mazao yote ambayo yana mwavuli, lakini kwenye utikacha anakuja kwa mazao ya TAHA. Na kwenye benki lazima pia upate proper idara. Pale ni MB idara ile ya kilimo anasimamia Solomon. Lakini aliamua mwenyewe mimi nienda na Solomon, anaanza tu hiyo idara. Tukaenda kutembelea wafugaji. Tukaenda kwa Benazomozi kwa kina Mula tumetembea. Yeye mwenyewe akaanza kuelekesha ng'ombe. Sasa amekuja na proposal kusuggest kwenye management ya benki NMB kwamba nadhani tuwe na manager ambaye ni manager wa kilimo dawati la mifugo. Sio unaona sasa. Kwa hiyo unaenda unakutana na mtu wa benki, umeneja wake ni mifugo. Ndio anaamka naye asubuhi, anajua anaendeshaji, anajua dairy industry, anajua kila kitu. Anajua malisho, anajua kila kitu. Sasa tukianza kwenda hivyo na benki zote ziende kwenye mtazamo, utafika mahali utaanza kuwa na kurugenzi ya benki viwanda na unaifoko password wa viwanda. Sasa huyu mtu ambaye anakopesha walimu, anakopesha watumishi wa serikali, anakopesha wajasiriamali, mpaka haja ile concept ya kwamba kuna kukopesha mtu ili awekeze kiwanda cha parachichi, itakuwa mmegombana sana.
Yes, kwani lazima ile. Yaani tumwe mna meeting kwamba tulikuwa tunaomba kufanya hivi, mtu fulani aje, mtu fulani aje, mtu fulani aje. Mnaomba kule kwa viongozi wao. Kwa hiyo anakuja hapa mtu anazungumza kitu anachokifahamu. Sio wakati wote mwakomodate vyeo. Kwa sababu kuna mtu anachora lakini hajui sekta. Waje kama unamuona Mheshimiwa Bachi. Yeye anasoma kilimo. Lakini anakifahamu kilimo kibiashara. Amejifunza. Na utaona opposers wake wote ni wale ambao wanajifanya wanafahamu kilimo. Wamesoma sisi hapa. Kwamba this is not workable. This is not practical. It's your practical. Unaona? It was very difficult mtu kuweza kuamini kwamba tunaweza tukatengeneza tukajenga exhibition yetu kama nchi. Kwa sababu the question ni kwamba unapoenda hizo food logistics, can we have it in Tanzania? We can have it. Why South Africa? Kwa kama sisi tumekuwa na 8 miaka yote, why can't we commercialize za 8? Ikaenda kwenye international standard. Sasa ndio hiyo tuanze kujenga vile viwanda. So in such a possible. Kwa hiyo bahati pia ni vizuri kuitumia. Hizo bahati mbili. Kwanza Mheshimiwa Rais mwenyewe ambaye kilimo imekuwa ni moyo wake. Na mimi naambia tu kila siku. Unaona Mheshimiwa Rais anatamani nchi yetu iwe ghala la chakula bara la Afrika. Ameseti standard na akafacilitate. Na kwa mara ya kwanza Tanzania tumekuwa na dialogue nyingi za kimataifa na za kikanda zinazohusu kilimo. Kama mikutano ya AGRA na engagement nyingi za rais, kaangalia ile ilikuwa Dakar Senegal na Adesina. Tulienda Rwanda. Kumekuwa na a lot of engagement. AGRA kuja hapa na stakeholders wengi kwenye kilimo wakatuamini. National na international. Na mabenki kwa mara ya kwanza benki wanamsikiliza mtu ambaye analipa. Benki. Wanakuambia pima shamba tupe title deed tutakupa kulingana na thamani ya shamba. Sasa ni lazima sisi tuweze kuchance. Na the only place ya ambayo tutakuchance ni taha ninyi wenyewe sasa tukimbizana. Tukimbizana kabisa. Sasa tuna waziri, tuna rais, ambaye ni champion. Kabisa. Na tunaona kwa vitendo. Yes, kwa sababu hata wizara ya kilimo ni wizara unaweza kufanya tu the obvious na watu wakakuelewa. So wasoma tu kwa mwaka huu tumevuna mahindi kiasi hiki, pamba kiasi hiki. Au the obvious. Usome hapo tu mahindi watu watalima. Lakini leo tuna majali, tuna pikipiki nchi nzima. Tumeimarisha ushirika, tukakuja na benki ya ushirika. Tumeajiri maafisa ugani wengi. Unaelewa? Stakeholders kama CPB wamewezeshwa, NFRA wamewezeshwa, COPRA wamewezeshwa. Umeelewa? Mazao mengi ambayo yalikuwa kwenye mwavuli yamekuwa kwenye mwavuli, sasa taa imetanua wigo na watu wanaifahamu taa na visibility. Kiitaa kilikuwa ni Jacqueline Mkindi tu. Yule dada wa taa. Leo taa imekuwa ni kubwa. Kwa hiyo Italia inaweza kaendelea sasa ku-host the host stakeholders kwenye value addition. The host stakeholders kwenye financing. Tutafanya ili atusaidie kutukua. Huyu Jackie huwa ni mwepesi wa kuamini watu. Wakati fulani alikutana na watu fulani wakamdanganya kuhusu viazi lishe. Akawa na wazo zuri sana, I think ulienda Rwanda. Ukakuta wana teknolojia wanaongeza thamani ya viazi lishe. You remember? Nakumbuka. Na hapo kutana na watu hapa kukwambia watakwambia watu ni waongo watafanya. Na hawakufanya. Ni kweli, nakumbuka. Lakini alikuwa na njozi nzuri sana, nikakwambia tu pilot. Tuchukue maeneo machache tu. Wazalishe mbegu. Tuzalishe viazi. Tupate unga. Na hizo products zote ambazo umeziona. Yule mkurugenzi aliyoko Dodoma jiji. Nani? Segamiko. Ndio nilimwambia tukajenga kiwanda cha viazi lishe Maswa. Amekwambia tunafanya nini? Asiamuuliza. Nikamwambia tukachimba maji Maswageros. Walikuwa na eka kama 300, nikamwambia tuwape mbegu wazalishe. Tukaenda tukaongea na Mwanabule, unafahamu Mwanabule? Hapana. Yule dada ona Oroyope. Nafahamu Oroyope sawa. Yes, she's very smart. Wani kamwambia Mwanabule, kwa nini watu wananunua mikate ya brown?
kwa sababu wako sensitive na afya. Kwa nini tusireplace mikate ya brown tutengeneze mikate ambayo inatokana na viazi lishe? Maandazi yanayotokana na viazi lishe, keki za viazi lishe. Ili mtu ambaye hataki kula ngano apate kitu kile kile lakini kwenye kitu kingine, kwa sababu automatically vina sukari na vina nutrients. Haina glucose. Kwa tukaenda kufanya kao, mimi Segamiko na baadhi ya wakurugenzi wetu. Wanachosema wakati wote wamekuwa na njozi nzuri. Mfano hata zamani pana mwambia mikutano kwa watu ukialika siji. Na wakialika baadhi ya watu sieni mikutano. Na mimi mikutano hii haiko productive. Watu watapiga hapa porojo nyingi. Hawatafanya kitu chochote hapo utawale. Lakini hata tumezungumza tu wawili. Kwanza tu Mheshimiwa Rais tunawazia bwana champion, lakini tunaita asisi ambaye mwenyewe anayo passion. Mpaka usisharibika. Kwa kesho ni majibu ambayo na ni modo ambayo tunatamani mikoa mingine waige. Wadau mbalimbali kujenga hizo collection center. Kwa hiyo kesho unakuja kutoa majibu muhimu sana kwenye taifa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa.